Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia wananchi kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa. Nimekusogezea hapa taarifa kuhusiana na hali ya Stefano Aziz Ki ambaye inaelezwa kwamba ameumia. Ameumia wapi? Utakwenda kujua, na majeraha yake yanachukua muda gani? Vipi ataikosa dabi ya Kariakoo? Maswali na majibu yote niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba taarifa hii itakuwa imeweza taarifa zingine zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu kutoka pande tofauti. Ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Asante na karibu kupata habari kuhusiana na Stefano Aziz Ki. Bana, unafahamu ya kwamba tunaelekea katika dabi ya Kariakoo zikiwa zimesalia siku 3 na masaa kadhaa kuweza kwenda kupigwa kwa gemu hiyo ambayo inatizamwa kwa ukubwa barani Afrika, ambayo pengine inaweza kutoa nani bingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa msimu huu. Kumbuko ya kwamba mchezo wa raundi ya kwanza Young Africans aliondoka na ushindi wa bao 1-0 katika mchezo ule. Msimu huu sasa katika raundi hii ya pili tutakwenda kujua nani ambaye anaweza kuondoka na alama 3, lakini hofu imeanza kutanda huko katika viunga vya Jangwani mara baada ya nyota wao mkubwa Stefano Aziz Ki, namba 10 bora kabisa kwenye kikosi cha Young Africans, kuonesha dalili ya kuzikosa mechi hizi za karibuni, hususan dabi ya Kariakoo. Unafahamu ya kwamba mchezo wa mwisho walicheza ilikuwa ni pale jijini Mwanza, ambapo walikutana na Pamba Jiji, ambapo Young Africans walipata ushindi wa kutosha kabisa wa mabao 3, huku mabao 2 yakiweza kufungwa na Stefano Aziz Ki mwenyewe mara baada ya kuingia kipindi cha pili akitokea sabu. Sasa wakamaliza mchezo huo salama, na kila mmoja akaweza kuona namna gani ambavyo kilichoweza kutokea. Ukiweza kushuhudia aliondoka yuko salama kabisa, lakini alipoweza kutua katika uwanja wa ndege wa Dar es Salaam alionyesha dalili za kuumwa, ambapo inaelezwa kwamba yupo katika uangalizi wa madaktari wakiweza kuangalia tatizo ambalo alilopata. Inaelezwa Aziz Ki alipata majeraha katika maeneo yake ya kiuno, ambapo inaelezwa kwamba ameweza kushtua uongozi wa Young Africans kuelekea mchezo huo. Vipi ataweza kucheza katika mchezo huo mkubwa? Ikumbuko ya kwamba Young Africans kwa hudi na uvumba wanahitaji kuweza kupata ushindi katika mchezo huo ili kujiweka salama, kwani bado wana kibarua kizito mbele huko, kwa sababu wana mechi zingine ngumu kama mechi ya Azam FC ya marejiano wanayo bado. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa akiendelea kutizama namna ambavyo itakavyokuwa juu ya hali ya Stefano Aziz Ki, huku uongozi wa klabu ya Young Africans ukiwa bado hujatoa taarifa kamili. Je, atakosekana katika mchezo huo ama itakuwaje? Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa ni kuweza kusikia Yanga watakuja na tamko lipi juu ya kile ambacho kinaendelea kwa Stefano Aziz Ki. Kumbuka ya kwamba ni moja kati ya wachezaji muhimu kabisa ambao hawapaswi kuweza kukosa mchezo huu. Lakini nyota mwingine pia ambaye atakosekana kabisa katika mchezo huu ni beki namba 2 Atola Yao Kwasi. Atola Yao Kwasi anakosekana ni zaidi ya wiki 8 toka ilipoweza kutangazwa kwamba atakuwa nje kwa takriban hizo wiki 8 akiweza kuuguza majeraha yake mara baada ya kuweza kufanyia upasuaji mdogo katika maeneo yake ya goti. Hivyo basi atakuwa nje na
ataikosa dabi ya Kariakoo. Ni kwa muda kweli na hata jina lake limeanza kutoka midomoni kwa watu kutokana na kutokuwepo katika kikosi cha Young Africans, na hata katika michezo amekuwa tu akiweza kuitizama akiwa nyumbani kwa sababu ya majeraha ambayo aliweza kuyapata, ambaye ni Atora Yao Kwasi. Kwa hiyo hilo ni jina la pili ambalo litakosekana katika mchezo huo. Kwa hiyo hatakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans kitakachoweza kuingia dimbani tarehe 8 majira ya saa 1:15 katika dimba la Benjamin William Mkapa Stadium pale Young Africans utakapoingia kuzitafuta alama 3 muhimu. Lakini unaambiwa katika mchezo huo wa tarehe 8 Djigui Diarra golikipa wa Young Africans huenda ndio safari yake inaweza kuanzia hapo ya kuondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa nini? Ameandika Edo Kumwembe. Sasa nimekusogezea umsikie kile ambacho alichokizungumza. Edo Kumwembe ameandika na nukuu, Diarra, watu wa Yanga wameguna makosa aliyoyafanya hivi karibuni. Msimu huu mashabiki hawamuelewi, lakini kwa heshima zaidi wameendelea kumweka katika lango lao. Zidi ya Simba kosa lake alitaeleweka kamwe. Ajiandae kucheza moja kati ya mechi yenye pressure kwake kuliko wakati mwingine wowote. Akifanya makosa ya kipuuzi katika pambano hilo, basi fungate lake na mashabiki wa Yanga huenda likafika mwisho. Watu wa Kariakoo usijiamini, watakupenda kwa muda wote wa maisha yako ya soka. Unaona bana? Hayo ni kutokana na yale makosa ambayo alikuwa akiweza kuyafanya Djigui Diarra katika mechi za hivi karibuni. Ukiweza kushuhudia akiweza kufungwa magoli ambayo si kwa daraja lake ambalo kila mmoja ambalo anasema ya kwamba pengine huenda akashuhudia golikipa wa level yake kuweza kufungwa magoli kama hayo. Kwa hiyo watu wanasema ya kwamba tarehe 8 ndio safari ya Djigui Diarra itakapoanzia, na kila mmoja atakwenda kushuhudia namna ambavyo Djigui Diarra atakapokuwa langoni, kwa sababu ya matokeo ambayo Young Africans wao wanahitaji. Unaona bana? Na kaeka wazi kabisa watu wa Kariakoo ambao wanamiliki hizo timu, hususan ni mashabiki hao, wenyewe hawanaga uvumilivu hata kama ufanye jema lipi, siku utakapoweza kuwaangusha, hususan katika mechi ya dabi kama hii, basi kukunawa wenyewe waoni shida, watakunanga, watakusema kokote pale, watakutangaza kutokana na yale ambao umeweza kuyafanya kwa siku hiyo. Lakini wananchi, je, mpo tayari Dube aondoke ndani ya kikosi cha Young Africans? Taarifa ni kwamba klabu ya Kaizer Chiefs imeanza harakati za kuangalia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Young Africans raia wa Zimbabwe Prince Mpumelelo Dube katika dirisha kubwa lijalo la usajili, ambapo inaelezwa kwamba Kaizer Chiefs wameweza kuvutiwa na huduma ya Prince Dube wakihitaji aweze kujiunga na kikosi chao. Ikumbukwe kwamba katika nyakati ambazo Dube soka lake limekuwa ni tamu, ni sasa hivi namba zimekuwa ni kubwa kweli kweli, kila mmoja akiweza kuvutiwa nazo. Ukiweza kushuhudia katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, yuko na magoli yake 10 pale vizuri kabisa, akiweza kutamba nayo huko akiwa na assist zake takriban 7. Kwa hiyo ni moja kati ya washambuliaji ambao wamehusika takriban moja kwa moja kwenye magoli 17 mpaka sasa. Huenda angeweza kuwa mchoyo akaweka hayo 7 ambao ni assist, sasa hivi angekuwa na magoli 17. Huyo ni Prince Dube. Vipi, uko tayari mwana Yanga kumuona akiondoka? Weka taarifa yako hapo katika upande wa comment kuhusiana na kichi ambacho